Nataka tuombe pamoja sisi wote, na tukimaliza kuomba tutaendelea na mambo mengine yale Bwana ametuwekea mbele yetu. Bwana wetu Yesu Kristo, ninakuinua na ninakutukuza wewe mfalme, umejaa utukufu na nguvu. Neno lako Bwana Jehova Jire kila wakati linanitia nguvu. Neno lako linanifanya nikuweza kuwa na amani na furaha. Neno lako linanipa ufunuo ule singetambua isipokuwa tu ni vile mfalme umenipa Roho wako Mtakatifu, kwa sababu umenipa kibali cha kuitwa mwanao wakati ule nilikuwa tu na dhambi ndani ya moyo wangu. Lakini wakati ule ulimtuma mwanae akatusamehe dhambi zetu sisi wote kama ulimwenguni. Wale walioamini kazi ile aliyoifanya walifanywa kuwa viumbe vipya, na wakafanywa kuwa wana wa Mungu, na yale yote yaliyokuwa imefichwa katika maisha yao yakafubuliwa ndio waweze kuitambua na kuielewa kulingana na mapenzi yako. Asubuhi ya leo ninakushukuru nikiwaombea wote wale tulio nao katika Wendani TV, wale wote Bwana Jehova Jire wanatamani kutambua siri iliyofichwa ndani yako Kristo Yesu. Ile haikutambulika hata na mababa wetu wa zamani, walijaribu kutaka kuyanjua hata malaika na hawakuitambua hata kidogo mfalme. Lakini sisi Bwana mfalme umetupa kibali hicho, umetufanya watu wa ajabu Bwana mfalme wa ajabu kwa upendo wako. Asante Mungu wetu mfalme wa ajabu, ni kwa sababu ya mambo yote yale mfalme umetufanyia katika maisha yetu, tukijionea tu na macho na tukisikia na masikio yetu. Baba wetu na Mungu wetu, ndio tuko na nafasi kuu na nafasi ya ajabu kuja kusema asanti Bwana, tukikubariki hata wewe. Ni kwa sababu Bwana ya neema ile Bwana umetukirimia. Asanti kwa kufanyika kuwa watoto wako. Asanti ni kwa sababu ya kufanyika kuwa mmoja pamoja nawe. Asanti ni kwa sababu ya kupokea Bwana Jehova Jire urithi wako na wewe ukakupitia mwanao. Asanti ni kwa sababu ya kutuokoa kutokana na dhambi tuliyokuwa nayo Bwana Jehova Jire. Ilikuwa imeshinda kila kitu ulimwenguni. Hakuna ye mwenye aliweza kutuokoa ila tu mwanao Kristo Yesu. Yule alikufa akazikwa na akafufuka, na baada ya kufufuka siku ya tatu akajionyeshana kwa kazi ile aliweza kushinda katika ulimwengu tulio ndani yake. Bwana ninakuomba kwa utukufu wako na kwa haki yako Bwana, wale wote watakaye nisikiliza Bwana mioyoni mwao, ninaomba Bwana Jehova Jire wakaweze kupata kibali na waweze Bwana mfalme kuamini yale neno lako litakavyo nena. Ni kwa sababu neno lako ndio taa ya kumulikia miguu yetu, neno lako ndio nuru ya kumulikia mioyo yetu. Neno lako Bwana Jehova Jire latuongoza vyema, na pasipo neno lako mfalme wetu haiwezekani mwanadamu akaweza kusimama katika ukweli wowote ule. Ni kwa sababu ukweli umefichwa ndani ya neno lako. Pokea sifa na utukufu mfalme kwa ushindi wako Bwana, kwa Roho wako Mtakatifu, na ninaamini ya kwamba tutaweza kuelekea na kuzungumza sisi wote pamoja kwa kadri na mapenzi yako. So ninakushukuru Bwana wangu na Mungu wangu kwa utukufu wako na kwa rehema zako, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Ninashukuru Bwana kweli kabisa kwa kujua mimi Bwana amenipenda. Bwana ananipenda na ataendelea kunipenda, na ataendelea na kuniinua, na ataendelea na kunifanya kuwa chombo kwa watu wengi, kwa sababu nilikuja kutambua ya kwamba huu ndio mwanzo wangu wa Injili. Kama vile neno linasema haukuwa umeomba, mimi nilitambua ya kwamba sikuwa nimeomba. Saa hizi ndio ninaomba. Bwana asifiwe. Saa hii ndio ninahubiri. Nilikuwa ninahubiri vitu zingine, lakini Bwana kwa sababu ya kufungua macho yangu na kufanya moyo wangu uweze kusimama katika ukweli, miaka mingi nilihubiri yale yaliyokuwa haina msingi. Kama miaka mingi nilihubiri yale ilifanya watu wengi waweze kukaa katika giza. Kwa sababu wote wanahubiriwa sheria, wataokolewa na hiyo sheria yao. Lakini wale wote wamehubiriwa Kristo, wataokolewa na huyo Kristo anayehubiriwa. Na ukweli neno ndio kupitia neno Kristo ndio aliwaokoa wanadamu na akawafanya wanadamu
kuwa wapya katika ufalme wa mbinguni. Tunakushukuru wewe Bwana kwa utukufu wako. Sawa, nataka kuangalia stepping in our blessings. Vile tunaweza kustep in our blessing, ama vile tuna step in our blessings. Lakini hatuwezi kuingia katika baraka zetu kama hatuna haya. Tutaendelea na kuyafundisha na kuyaangalia na kunena pamoja sisi wote. Kitu ya kwanza naomba tuingie katika Biblia pamoja. Ni katika kitabu ya Isaiah 54. Katika kitabu ya Isaiah 54 kuna mstari pale unaonifurahisha kila wakati. Wakati ninapousoma na wakati ninapoingia katika neno, ninajiwanga kabisa huu mstari ni msaada mkuu sana katika maisha yangu. 54. Nataka kusoma mstari wa pili. 54:2. Isaiah 54:2 inasema, enlarge the praise of thy tent, and let them stretch forth the curtain of thine habitations. Spare not, lengthen thy cords, and strengthen thy stakes. Hallelujah. Kupenda sana neno la Bwana, kwa sababu neno la Bwana, mtu asiposoma neno la Bwana hawezi jua makinini moyo wa Mungu kamwe. Moyo wa Mungu tunautambua wakati tumeingia katika neno. Na pasipo neno haiwezekani mtu hata dakika moja aweze kunena mausia ya Bwana. Mausia ya Bwana tunayanena wakati ule tumetambua neno. Bwana asifiwe. Hizi ni vitu mbili, ni kitu hakita, yani ni vitu mbili hasi. Mimi kuwa na moyo wa kutamani kuwa ndani ya neno, na ndio nalo neno liweze kunipanua mimi. Bwana asifiwe. Neno hilo linasemaje kwa Kikuyu? Linasema, we aramerie handu ha hema yaku, na utaburukithie matama ma sikaro ciaku maria masujurite, na ndukamacaire. Laihia mihindo ya hema yaku, onacio higi ciayo usikindire makiria. Mwathani arogocwo. Ninashukuru Bwana. Panua mahali pa hema yako. Bwana asifiwe. Wakati ule nilipokuwa ninaangalia kama mtu na kama mtu aliye na mawazo yake, mtu ataweza yani kukimbilia kupanua mambo mengine yale yamemsunguka, pasipo kutambua ya kwamba neno linaniambia niweze kupanua maisha yangu ya rohoni. Niweze jambo la kwanza, siwezi panuka kama sina neno. Siwezi panuka kama sina ukweli. Na ukweli ni nini? Ni neno la Bwana. Hivyo ndivyo neno linasema katika Biblia. Ati ukweli ndiye neno la Bwana. Haleluya. Nijifunge kweli kiunoni. Nijifunge neno la Bwana katika kiuno changu. Haleluya. Biblia ikasema neno lako ndio kweli. Waoshe, wasafishe katika neno. John 17:17. Neno lako ndio kweli. Kwa hivyo wakati wote mtu hana neno ndani yake, hana ukweli ndani yake. Na ukweli ukiwa haumo ndani yako, hauwezi jua njia ya vile utaweza kujipanua. Neno la Bwana katika kitabu ya Proverb, ninaona katika Proverb, nadhani ni kitu kama Proverb 4. Wacha nisome kidogo na Kikuyu please.
proverb. The more wake turone nawe. Sorry. Ne katika hii proverb 3 na 4 inatuambia, 3 inasema hata 5, 3 inasema mstari wa kwanza, muru wakwa menya gukariganirwo ni kirira giakwa, ngoro yaku ikaragirie mathani makwa o wega. Hiyo ni proverb 3:1. Proverb 4:1 inasema, ario akwa igai utarani wa ithe wanyu, thikiririai niguo mwigire na bugwiro. Ndirenda guthii na mbere muno. Proverb 5:1, muru wakwa thikiriria uge uyu wakwa, inamiriria gutu utauku uyu wakwa ukiuigwe. Hiyo tu ndio ninaweza soma na Kiswahili. Tukirudi katika Isaiah 54, hiyo tu moja. Proverb pole, sorry. Proverb 5:1, hiyo tu naweza soma. Ati, my son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding. Mwanangu, sikiriza hekima yangu, tega sikio lako, usikie akili zangu. Bwana asifiwe. Alafu ikasemaje number 2, that thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge. Upate kuirinda busara, na midomo yako ya hifadhi maarifa. Sitaki kupita hapo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo watu wa Mungu, mambo mengine sisi tusipotambua ya kwamba ati tuna nafasi hiyo kabisa ya kufanya hiyo jambo, na ni jambo gani? Kama hatugesoma hiyo mistari tumesoma, hatungejua moyo wa Mungu uko namna gani kwa wale walio wake. Kwa wale wote walio wake anawaambia, wacheni kukaa katika mahali pameshikana, yani panukeni. Anataka tupanuke, lakini si kupanuka sana kwa mali ya ulimwengu. Anataka tupanuke katika mali ya ufalme wa biguni, utajiri wa ufalme wa biguni. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya utajiri wa ufalme wa biguni, hapo ndipo neema ya Bwana imefichwa. Hapo ndipo neema ya Kristo imefichwa. Hapo ndipo hekima ama knowledge ama wisdom ama understanding ama revelation, Bwana asifiwe, simefichwa ndani ya Kristo. Haijafichwa umuhumu, haijafichwa ndani ya watu, haijafichwa ndani ya utajiri wa fedha, haijafichwa ndani ya utajiri wa mali. Hapana, imefichwa ndani ya na ile neno ndiye mwana wa Mungu, Kristo Yesu. So itanibindi niweze kutambua Kristo, niweze kujua vile ninaweza elewa mapenzi ya Mungu kumpitia mwanae, ndio kazi ile ya mwanae iweze kufanya mimi nikaweze kupanuka. Sababu siwezi panuliwa kama sijapokea neema hiyo. Bwana asifiwe. Hiyo neema, upanuzi, yani kupanuka, watu wanaweza panuka na njia yoyote ile katika ulimwengu, please. Kwa sababu ya kupanuka, unaweza panuka na njia yoyote. Lakini sana ninazungumzia kupanuka katika neema. Katika neema ya Mungu.
Na hiyo ndiyo Mungu anasema ya kwamba katika kitabu ya Matthew 6 inasema ya kwamba ate utafuteni ufalme wa mbinguni na haki yake, na yale mengine yote mtazidiziwa. Kwa hivyo wakati tunapoamini neno, tunaposimama katika neno, ndio tunapanuka katika udani wetu. Na hekima ile wakati inapoingia ndani ya mioyo yetu, inatupanua akili zetu. Inafanya tuweze kutambua na kuelewa mapenzi ya Mungu ilikuwa nini kutoka mwanzo. Haleluya. Ndio sasa tumesoma tukaona ya kwamba atipanua mahali pa hema yako na uandaze pazia ya maskani yako. Utiwakataze, ongeza urefu wa kamba zako. Fikaze vikingi vya hema yako. Yes, andaa, panua. Wapi tutapanuka kwanza? Katika kulitambua neno la Bwana. Number 2, katika kutambua kazi ya Kristo. Bwana asifiwe. Haya yote tukiyatambua, tumekuwa watu wamepanuka. Sababu wakati neno la Bwana linakaa ndani ya mioyo yetu, linakuwa nuru ya kukumulikia katika hatua zako zote. Na hatua yoyote utakapolichukua, kwa uhakika mtu wa Mungu, kupanuka kwako kuna kuanga tayari. Sababu mahali popote Yesu akasema, mtu aendaye kukiwa mchana hawezi jikoa. Mtu aendaye katika kukiwa mchana, kukiwa na nuru, hawezi jikoa. Lakini yule ataenda katika giza atajikoa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati wowote nuru ya Bwana imo ndani ya moyo wangu. Nuru ya Bwana ni nini? Katika kitabu ya John 1 inasema Yesu Kristo ndiye nuru ya ulimwengu. Bwana asifiwe. Yeye ndiye alikuja akiwa nuru ya ulimwengu. Katika kitabu ya Genesis 3 Bwana akasema, Mungu akasema, na kuwe na light, kuwe na nuru. Hiyo nuru ikakuja kufafanuliwa katika kitabu ya John 1 ya kwamba ile nuru ilisemekana na iwe, ndio ilifika kuwa nuru ya ulimwengu. Bwana asifiwe. Yesu Kristo akang'aa gizani, nayo giza haikumzuilia, haikumshinda, alishinda giza. So wakati wowote tuna nuru, wakati wowote nuru imo ndani yetu, tuna baraka zote. Tuna baraka zote za rohoni. Ndio Ephesians inatuambia ndani yake Christ tumepewa baraka zote za rohoni. Bwana asifiwe. Ndani yake Christ tumeitwa, tumechaguliwa, tumeshafishwa. Haleluya. Tumeondolewa kitu chochote kile kilifanya tuweze kuitwa wenye dhambi. Yeye ndiye alichukua ile jukumu. Amefanya macho yetu iweze kuona. Haleluya. Kwa sababu wakati mtu aliye na ile nuru na wakati mtu aliye nuruni, macho yake inaona vyema. Kwa hivyo hakuna wakati atajikwaa. Atatambua kitu chochote katika maisha yake. Kile kinakuja kumjaribu, kile kinakuja kikiwa kimejifananisha na nuru na sio nuru. Bwana asifiwe. Kile kinakuja kikiwa kimejifananisha na neno la Bwana lakini sio neno. Ukweli lakini si ukweli. Shetani akasimama katika kitabu ya Matthew, akamwambia Matthew 4, akamwambia Yesu, ati kama wewe ni mwana wa Mungu. Lakini kwa sababu Yesu Kristo alikuwa na nuru ndani yake, neno lilikuwa linafanya kazi ndani yake, akatambua. Baba hakumwambia kama, alimwambia wewe ni mwanangu ninayependa, wewe ndiye mwanangu. Hakumsema kama wewe ni mwanangu. Yesu akajua hiyo sauti imenena
wakati huu si sauti ya Baba. Sauti ya Baba haikunena namna hiyo. Sauti ya Baba iliniita mwana kamili. Bwana asifiwe. Iliniita mwana pasipo kudhania, pasipo ile kitu tunaita doubt. Yes, aligoga direct, akaniita mwana. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hivyo, na tena nikajua nisipotambua lile neno siwezi kuwa na siwezi kuwa na kutambua mapenzi ya Mungu vile ninavyofaa kuelekea katika maisha yangu ya rohoni. Tukitoka hapo, mstari huyo wa Isaiah 54 unanifanya kila wakati niweze kufurahia, na nikajua ya kwamba sio mtu mwingine aliambiwa apanue hema zake. Ni mimi niliambiwa, ni mimi nimesoma, ni mimi nimesikia. Panua hema zako, panuka. Wacha kukaa katika nafasi moja, wacha kukaa tu na lile neno moja. Panuka katika neno, panuka katika imani. Haleluya. Panuka katika kuhubiri. Wacha kukaa tu mahali pamoja. Hubiria watu wengi, fungua macho ya watu wengi, obea watu wengi miujiza na maishara wakati unapohubiri. Fanya watu wengi watambue siri imefichwa katika ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Panuka kwa kila njia. Haleluya. Nikiwa pale nikaangalia mstari mmoja katika kitabu ya Galatians. Katika kitabu ya Wagalatia nikaangalia Galatians 4 mstari wa 6. Nikaangalia nikaona inasema ya kwamba and because you are sons, God had sent forth the spirit of his son into your heart, crying, Abba Father. Na kwa kuwa ninyi mumekuwa wana wangu, wana wa Mungu, aliyemtuma roho wa mwanae mioyoni mwenu, aliaye Abba Father. Bwana asifiwe. Wakati ule tumekubali kupanuka kutoka udani wetu na kutambua mapenzi ya Bwana Mungu wetu, kuna kitu moja, kupanuka huku ndio kumefanya nikuambie, sio kupanuka kwa ulimwengu, sio kutambua moyo wa ulimwengu, mambo ya ulimwengu, sio kuwa watu wazuri katika ulimwengu, lakini ni kutambua siri katika neno. Sababu wakati tunapotambua ile siri ndio tunapokea moyo wa Mungu. Na tukitambua na tukipokea ule wa moyo wa Mungu ni kuonyeshana ya kwamba tumeamini Kristo na kazi yake. Sababu katika Kristo hapo ndipo tutapokea roho. Bwana asifiwe. Hakuna atakayepokea roho wa Bwana kama hajaamini kazi ile Kristo Yesu aliyoifanya. Namba 7 ninasema, wherefore thou art no more a servant but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Ate kama hivyo wewe si mtumwa tena, bali u mwana. Na kama u mwana, basi umrithi wa Mungu. Umrithi wa Mungu. Kama wewe u mwana, umrithi wa Mungu. Ni nini kimekufanya kuwa mwana? Sababu ulikubali kupanua pasia yako. Ukatoka katika uduni wa neno. Ukatoka katika uduni wa wokovu. Ukataka kutambua na kuelewa mapenzi ya Mungu katika udani wa neno la Bwana.
na kutambua kazi ya Kristo, vile anavyofanya kazi, vile alivyonifungua, vile alivyokufungua, vile alivyokufa. Nini kilimfanya aweze kufufuka? Bwana asifiwe. Ni kwa nini alitamani kufia watu wenye dhambi? Mambo haya yote imelainishwa katika neno, na wakati utapanua hema yako, utaweza kuyatambua na utafurahia na utakuwa katika pendo la kupenda, pendo la kutaka kujua na kuelewa kwa upana kazi ya Kristo Yesu kupitia baba yake. Bwana asifiwe. Ama kazi ya Mungu kupitia mwanae. Na neno linatuambia ya kwamba katika huo mstari ule wa 6, na kwa kuwa ninyi mumekuwa wana, Mungu alimtuma roho wa mwanae mioyoni mwenu aliaye amba. Kwa hivyo ndani ya mioyo yetu tumepewa kibali cha kuitwa wana. Na ni nini hakikisho ya kwamba nimepewa kibali cha kuitwa mwana? Ni yule roho wa Bwana atatumwa ndani yangu. Huyu roho ndiye ninaita blessings. Bwana asifiwe. Yeye ndiye baraka ya kwanza katika mwanadamu. Na hii baraka inasema ya kwamba you are saved. Umeokolewa. Kubarikiwa ni wale wamepokea roho ya roho wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu ndani yao yule roho alia amba Father. Wewe hauna ugumu wowote ule wa kuomba, sababu kunaye yule aombaye ndani yako, ndani ya moyo wako. Na huyo ndiye tumepewa kama zeal ya kuonyesha ya kwamba tumefanywa kuwa wana wa Mungu. Tumeokolewa, tumeingia katika ufalme wa mbinguni, tumesamehewa dhambi. Sisi na Mungu tumefika kuwa mmoja. Kristo, niko ndani ya Kristo na yeye Kristo yu ndani yangu. Bwana asifiwe. Ate wakati nifanyao kazi, Kristo yu pale. Wakati niko na moyo mzito, Kristo yu pale. Haleluya. Wakati ninaimba, Yesu, Kristo yu pale. Wakati ninasoma neno, Kristo yu pale. Kupitia roho wake. Haleluya. Bwana asifiwe. Mwadhani ya roho sho nedwekete. Yani 7 ikanifanya niteweze kutambua jambo lingine. Ati wakati ule nilipewa roho wa Bwana, nimekuwa haya. Then an higher of God through Christ. Ati nimefanya nini? Kiswahili inasema ati kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali mwana. Yes. Bereni, kama wakati ulikuwa haujapewa roho wa Bwana, ulikuwa mtumwa. Ulikuwa mtumwa. Haugetambua siri ndani ya ufalme wa mbinguni. Na mtumwa hajulishwi mambo yote ya mwenye ya yule anayemtawala. Sababu ni mtumwa. Mtumwa anafanyizwa kazi yote. Mtumwa hana siri. Sababu na mtumwa tena hana pake na hana zake. Sababu mtumwa ni wakutawaliwa. Ni mtu wakutawaliwa kulingana na vile inavyohitajika. Na hakuna chako. Mtumwa hana chake. Mtumwa anatumika. Haleluya. Mtumwa hawezi jituma. Lazima aweze kusimamiwa. Lazima aweze kuongozwa. Ati sasa wewe, ni kulingana na neno imesema, kama ni hivyo, wewe si mtumwa. Kuna wakati ulikuwa mtumwa. Kuna wakati ulikuwa hauna chako. Kuna wakati ulikuwa mtu wa kutumika kwa njia zozote. Na kutumiwa na watu. Kutumiwa na vitu. Yani kulikuwa na ukorofi wa kila aina katika udani wako. Lakini wakati ulipofanyika kuwa mwana, uliondolewa katika utumwa. Uliondolewa katika ule utumwa. Bali sasa mwana. Mwana anajua mama wazazi wake vyema. Mwana anapewa, anajua siri. Mwana
anaingia katika mahali popote ndani ya nyumba ya baba yake. Mwana anaweza tumia kila kitu ya baba yake, na utajiri wote wa baba yake anaweza utumia. Haleluya. Utajiri wote unaweza utumia. Vitu vyote unaweza vitumia. Haleluya. Wakati umeitwa mwana, lakini wakati ulipokuwa unaitwa mtumwa, hakuna kitu ungetumia. Ni lazima uwe na ruhusa. Ni lazima uwe, yani hauna kibali chochote. Wewe ni mtumwa. Wewe ni wa kutumika. But wakati ule tulikuja tukapanua hema, tukaweza kutambua sisi ni akina nani. Sisi si watumwa, tukatambua, nikatambua. Mimi si mtumwa ndani ya Kristo. Mimi si mtumwa kwa Mungu. Mimi Bwana alinizaa nikiwa mwana. Na mwana si mtumwa kwa babaye. Mwana si mtumwa kwa mamaye. Hata kwa society. Mwana ni mtu wa kuheshimika, na kuheshimiwa. Mwana ni mtu aliye na pendo. Anapendeka kila mahali. Mwana. Utajiri wote wa baba, mwana anaweza utumia. Sio ati saa yote anaomba baba kifiki ya kuendeza anga. Anaweza ichukua na achukue ngari yoyote anataka. Anaweza kuambia baba nitakaa nyumba hii, na baba amwambie kweli mwana, hata nilikuwa ninafikiria hayo. Urithi hiyo. Neno linasema ya kwamba wewe si mtumwa tena, bali mwana. Na kama mwana, basi umrithi kwa Mungu. Kristo alifanya tuweze kuwa warithi kwa baba, kwa sababu ya kukubali Roho wake aweze kuingia ndani yetu. Wakati tulipopanua hema, tukamtambua Yesu kwa upana. Tukatambua kazi yake kwa upana. Tukatambua siri zimefichwa ndani ya neno. Na tukaelewa mapenzi ya baba kutoka mwanzo ilikuwa namna gani. Ni mwanadamu aweze kuokolewa. Tamaa na tumaini na pendo na kusudi la Bwana na kuumba mwanadamu ni nini? Ni mwanadamu aweze kufurahia vitu vyote vyake baba. Mwanadamu aweze kufurahia na kurithi ufalme wa mbinguni, kutambua yote yatokao katika ufalme wa mbinguni. Hayo ndio baba ilinifanya aweze kuniumba. Hayo ndio baba ilimfanya aweze kukuumba wewe. Sio kuzaliwa ukae kama mtumwa. Si kuzaliwa uweze kuwa mtumwa wa magonjwa. Si kuzaliwa uweze kuwa mtumwa wa watu wenu, ama wewe ndio unatumika kwa kila njia, haupumziki, yani hauna amani. Yesu alikuja ndio sisi wote tuweze kuingia katika rest. Lakini wewe haumo katika rest. Ndani yako kuna mambo mengi. Hukumu ya dhambi inalia ndani yako. Badala ya Amba Father, roho wa Amba Father uliye ndani ya moyo wako, kile kinalia ndani ya moyo wako ni hukumu ya dhambi, hukumu ya utumwa. Haleluya. Unashindwa wewe utatokea wapi? Unashindwa kwa nini ulizaliwa nchi yenu ya Kenya? Hapana, mimi hata kama kuko namna gani, mimi nimeridhika mahali nimezaliwa, sababu mimi si wa hapa. Mimi baba yangu ni Bwana. Haleluya. Mimi ni wa ufalme wa mbinguni. Kutoka wakati ule nilitambua katika kitabu ya John 1. Wacha nikusomee neno hapo. Wakati ule nilitambua katika kitabu ya John 1 mstari wa 12 inasema ya kwamba, wacha niangalie hapo. Ate wakati nilipojua ya kwamba, wacha nikuonyeshe. Ati number 11, he came unto his own, and his own received him not. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Wakati nilipojua Yesu Kristo alikuja kwa walio wake, nilitambua walio wake ni nani? Ni mimi. Walio wake ni nani? Ni wewe. Aliyewachagua ni nani? Ni wewe. Ni mimi. Bwana asifiwe.
Hao ndio anaita walio wake. Number 12. But as many as received him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believeth on his name. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hivyo wale walioko bereni kabla Yesu Kristo hajanena mambo haya, alikuja kwa walio wake. Wale alikuja akakuta katika ulimwengu hawakuwa wake, na wakiwa si wake hata hawakuwa wa Mungu. Walikuwa kama wanyama tu. Akasema bali wote waliompokea, lisikiliza hapo, wote walioamini, amekuja kwa walio wake wakampokea. Ate mimi ninajua kuna mgeni akikuja hapa aniambie nimekuja kwako, simuulizi kwa nani, ameniambia ni kwangu. Kwa hivyo ananijua, ananielewa, na mimi ndio ametembelea. Hata kama ametoka Amerika, hata kama ametoka wapi, amedirectiwa ama amekuja purposely ndio aje kwangu. Na kama ni kwangu, alikuwa anakuja akiniambia nimekuja kwako. Haleluya. Yes, nitamkaribisha, alafu nitake kujua ananijua aje. Haleluya. Alinijulia wapi? Haleluya. Bwana asifiwe. Na hapo ndipo atafungua moyo wake, aniambie mimi nimekujua hivi na hivi na vile, na ninataka hivi na hivi na hivi kwako. Nimekutembea kwa sababu ya hivi na hivi. Haleluya. Na mimi nitaridhika na mgeni wangu. Bwana asifiwe. Wakati nilipolisoma hili neno na nikaona vile Kristo kutoka pale at the beginning. Bwana asifiwe. Na sasa nikafika hapa nikaona bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Haleluya. Ndio wale walioamini, waliamini jina lake, wale waliomwamini aliwafanya. Hebrew 13, which were born not of blood. Na hapo nikapanuka tena, nikapanua pasia zangu tena, nikapanuka kwa kutambua walio wake, wale wamemwamini wakawa wake. Neno linasemaje? Which were born not of blood. Yes, kutoka mwanzo nilizaliwa kutokana na damu ya baba yangu na mama yangu, nor of the will of the flesh, na kupenda kwa mwili. Nilizaliwa kwa kupenda kwa mwili, nilizaliwa kwa kupenda kwa damu, alafu nor of the will of man, na kupenda kwa mamangu na babangu. Bwana asifiwe. But of God. Sasa hapa shika vizuri. Nikatabua kabla huyu sijajua jambo hili, nimekuja kutambua kitu moja. Bwana asifiwe. Kabla sijajua jambo hili, nimekuja kutambua jambo moja. Nilikuwa nimezaliwa katika mwili, katika damu na katika kupenda kwa wazazi. Lakini wakati ule Kristo Yesu alipokuja katika ulimwengu, nikatambua kitu ingine ya kwamba, na hapo nikabadilisha, na hapo nikaamini, na hapo nikajua ya kwamba ati wote wale walio ndani ya Kristo, wote wale walio muamini Yesu Kristo, kuna jambo moja amefanya. Amewaondoa katika mapenzi ya wazazi. Sasa damu yangu na damu ya Kristo Yesu imekuwa moja. Bwana asifiwe. Kazi ya Kristo ndani yangu ndio imeanza ndani yangu. Kazi ya Kristo imeanza ndani yangu. Kwa hivyo mapenzi ya baba na mapenzi ya mama imeondoka ndani yangu. Ni mapenzi ya nani imeingia ndani yangu? Ni mapenzi ya Yesu Kristo
ndio imeingia ndani yangu, na mapenzi yake nitaitimiza namna gani? Kwa kumwamini, kuamini neno hilo nimelisoma, kuamini kazi ile aliyoifanya. Ate Kiswahili inasema ate waliozaliwa si kwa damu, ni kuamini. Sio kitu ate unaweza onyeshana. Yes, mama yangu anaweza onyeshana ama mimi ninaweza onyeshana uzao ule nimezawa mwili, Rona, Jedida na Waweru. Yes, naweza waonyeshana. Lakini wakati wameamini Kristo, haleluya, pande yao ya maisha yao ya kiroho hatupo pamoja. Pengine tuwe pamoja kwa sababu mimi na wao wameokolewa, wako ndani ya Kristo. Kwa hivyo wakati wote nimeokolewa nikiwa ndani ya Kristo na wao wameokolewa ndani ya Kristo, yes, tutakuwa katika mtu mmoja, na huyo mtu mmoja ni Christ. Bwana asifiwe. But mwanzo tulikuwa watu wa uzao wa mwilini, tulikuwa watu wa uzao wa kupenda kwa wazazi, tulikuwa watu wa kuzaliwa katika damu. But wakati tulipoamini kazi ya Kristo, tumetoka katika damu ya ulimwengu ama ya kawaida, wala si kwa mapenzi ya mwili, si kwa mapenzi ya mwili ate mwili unataka kile unataka, na si kwa mapenzi ya mtu. Kwa hivyo hata si mapenzi ya Mungu, kwa sababu nimebadilishwa. Bwana asifiwe. Nimebadilika. Mimi na Kristo tumekuja, yani number 14. And the word was made flesh and dwelt among us. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. Ati naye neno alifanyika mwili. Nani huyo anaitwa neno? Wakati Kristo Yesu alipokutoka mbinguni akashuka ulimwenguni, neno linasema Yesu alibadilisha maisha yake, nature yake ya mbinguni, akabadilisha, akafaa mwili wa ulimwengu, akauvaa mwili kama ule niko naye. Ati neno ni mtu. Neno si vile tunafikiria. Neno ni mtu, neno ni Christ. Ati naye neno alifanyika mwili. Wakati neno wa Kristo alitoka mbinguni akashuka hapa ulimwenguni, alibadilisha mwili wake ule wa roho, akavaa mwili wa nyama kama ule niko nayo. Bwana asifiwe. Akakaa kwetu. Yes, akakaa kwetu. Yesu alitangamana na watu, na hapo ndipo aliwachagua wale mitume 12. Alitangamana na watu wote, alikula na watu wengi, alitembea na watu wengi, walizungumza na watu wengi, alizaliwa katika familia fulani. Bwana asifiwe. Nasi tukauona utukufu wake. Yes, walioko wakati huo na wakamwamini, utukufu wake waliuona. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Yes, wale wote walimwamini kwa kutomwangalia katika hali ya kuzaliwa kwa mama yake ama hali ya kimwili. Wakampokea katika wakaamini lile neno alipolihubiri. Walimpokea na njia ingine jipya kuliko ile ilikuwa ya kwanza. Bwana asifiwe. Amejaa neema na kweli. Yes, wakamtambua katika ukweli. Wakaondokea sheria ile ilikuwa inawaongoza. Sheria ilikuwa imetangulia. Waliiondokea, wakamwamini yeye. Na wakati walipomwamini yeye, wakafanyika kuwa wana. Wakati ule nilikuwa chini ya sheria, nilitazama sheria na sheria ikaniongoza. Lakini wakati nilipotambua Kristo na kazi yake na mwongozo wake wa neno na kazi ile alifanya ulimwenguni, nilibadilisha, nikaondokea sheria, nikaingia katika neema ya Kristo Yesu ile alipo niletea katika ulimwengu. Neno la Bwana linaendelea katika kitabu ya Hebrews 5. Hebrews 5 inasema, Waibrania 5, Hebrews 5:12 inasema, ati for the time you ought to be teachers,
you have need that one teach you again, which be the first principle of the oracle of God, and are become such as he need of milk and not of strong meat. Ati kwa maana iwapasapo kuwa mwalimu, iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi mumepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mumekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula ngumu. Bwana asifiwe. Tulikuwa chini ya mamlaka ya neno la sheria. Bwana asifiwe. Na inatupasa tuweze kuondolewa katika sheria, tuingizwe katika neema, ndio tuweze kupanuka. Tulikuwa chini ya mamlaka fulani, na ni lazima tungetolewa katika ile chini ya mamlaka ile fulani, tuingizwe katika mamlaka ingine fulani, ndio tuweze kupanuka, ndio tuweze kupokea baraka. Kwa sababu hakuna baraka iko nje ya neno lolote halija muhusu Kristo. Neno lolote liko kinyume na Kristo haliwezi kufanya wewe uweze kupanuka wala kuongezeka. Shida yake itakufanya kuwa duni tu, moyoni, mawazoni, katika maisha yako ya rohoni na hata ya mwilini. Utakuwa duni, hautapanuka. But wakati ule utaanza kufundishwa na kuelekezwa kulingana na neno la Bwana, hata kama utapewa maziwa, hapo ndipo chanzo cha kupanuka kwako. Kupewa neno hata kama ni rahisi la kukuongoza, vile tu unaongozwa na neno rahisi, hiyo ndio kukunywa maziwa. Utaendelea tu na utakula chakula ngumu. Bwana asifiwe. Utajikuta katika nafasi ya kwamba una utawala wote katika maisha yako. Unafafanukiwa na neno la Bwana ndani ya moyo wako na ndani ya mawazo yako, kulingana na vile neno linavyosema. Ufunuo utatawala ndani yako, uwezo utatawala ndani yako, mamlaka utakuwa nayo. Utahubiri injili ya kweli, kwa sababu kuna injili isiyo ya kweli. Utaweza kuwa na miracles and wonders wakati unapohubiri. Watu wataelewa kuomba si kuomba tu kupitia wakati unapohubiri. Watajua ya kwamba kuomba ni kuomba kupitia Roho Mtakatifu, na kuomba kule ni lazima kuandamane na neno la Bwana, sio kuomba tu. Utakuwa na uwezo wote, na hakuna chochote kilicho ulimwenguni cha kukukomesha wala kukuingilia kitaweza kukuweza wewe. Wewe utaweza hali yoyote ile itakapojinua, wala itasimama mbele yako ndio ipingane na wewe, sababu unaendelea na kupanuka. Macho yako inaendelea na kuona vyema, moyo wako unaendelea na kutambua. Bwana asifiwe. Jicho lako la rohoni linaona habari kuliko wakati ulipokuwa katika ulimwengu ule mwingine wa ulimwengu. Ulikuwa unatamani mambo tu ya ulimwengu. Haleluya, Bwana asifiwe. Ninashukuru Bwana wakati nilipojua ya kwamba kupanua hema yangu sio kwa utajiri wa fedha, sio kwa utajiri wa manyumba, sio kwa utajiri wa magari, sio kwa utajiri wa kupendwa na watu na kuwa na marafiki wengi, wala kutambua mambo makubwa katika ulimwengu, kwenda nchi nyingi. Mambo sio hayo. Kuwa kanisani mkiongozi, na kuwa kanisani mhubiri, na kuwa kanisani prophet, na kuwa kanisani na njia yoyote ile, kukula meza na kubatizwa na kukunywa divai. Hapana, hayo yote hakuna kitu inaweza kufanya mimi niweze kuwa mrithi wa ufalme wa mbinguni. Sababu kwanza tulizaliwa tukiwa sio warithi sisi. Tulikuwa watumwa,
Lakini wakati umeingia katika nafasi ya Roho wa Bwana ameingia ndani yako, umeingia ndani katika nafasi ya Kristo, unafika kuwa mrithi automatically hapo hapo. Galatians 4, Wagalatia 4, Bwana asifiwe. Wagalatia 4:4 inatuambiaje? Inasema, but when the fullness of the time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law. Na kitu inanifurahisha kwa huu mstari ni ya kwamba Yesu alitawaliwa na sheria. Yesu alizaliwa chini ya mamlaka ya sheria. So Yesu anajua sheria. Yesu ametambua sheria. Lakini kuna kitu tunaambiwa. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati. Kwa hivyo Yesu alikuja kwa wakati fulani. Hakukuwa kwa wakati, kuna wakati sheria ilikuwamo. Bwana asifiwe. Kuna wakati sheria ilikuwa katika utawala Moses. Kuna wakati mwingine tunatambua wakati wa Abraham. Kuna wakati mwingine tunatambua wakati wa Abraham, kutoka kwa Adam kwenda kwa Abraham, kutoka kwa Abraham kwenda kwa Moses, kutoka kwa Moses kwenda kwa huyu mtu tunaita Christ. Bwana asifiwe. Tunaona hizo vipengele zikienda zinafuatana. Tunaona Adam, tunaona Abraham, tunaona Moses na sheria yake, na tunaona John the Baptist. Baada ya John the Baptist, Christ akahudhuria. Na Christ ndiye alisimamisha kila kitu katika ulimwengu. Na nyuma ya Christ hakuna mtu mwingine anayegonjwa, hakuna kitu kingine kitakao onekana katika ulimwengu ate kinaleta wakati mwingine. Hapana, Yesu ndiye mwisho wa kila jambo. Yesu amesimamisha everything from Adam to Moses. Hali zikasimama zote. Bwana asifiwe. Watu kutoka Adam to Moses, neno linasema watu walitawaliwa na kifo. Lakini wakati ule Kristo Yesu alipokuja na akazaliwa chini ya mamlaka ya sheria, alikuja kwa nini? Kwa wote wale walikuwa chini ya mamlaka ya sheria. Hebu ona, hakukuwa na neema ya Kristo. Hakukuwa Kristo yule alikuja afe ndio azikwe alafu afufuke aokoe watu. Watu wa nyakati hizo kutoka Adam to Moses, hakuna mtu alitambua Christ. Hakuna mtu aliona Christ. Hakuna mtu alijua, hata wale waandishi wa neno hawakujua wanaandika juu ya nani. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu wakati alipokuja, neno linatuambia mambo yote yaliyokuwa nyuma kutoka Moses to Adam yakasimama. Haikuendelea tena. Haikukuja kuimaliza, lakini alikuja kuitia nguvu. Alikuja kuitia sheria, hiyo ilikuwamo nguvu. Yes. Sheria ilikuwa inasema kifo kitoke kifo. Lakini wakati Yesu alipokuja, alisema sameheaneni, msiuane, pendaneni. Ile sheria badala ya kuleta kifo, Yesu akakuja akabadilisha, akasema mimi nasema hivi, watu wapendane, watu wahifadhi, mtu wahifadhi yule mwingine. Bwana asifiwe. Neno lilikuwa linasema ya kwamba mambo ya wizi, mwizi akipatikana anauawa ama anafanywa kitu kingine chochote, Yesu akasema waombee. Bwana asifiwe. Sasa wakati ninapotazama neno hili mstari wa 5 inasema ya kwamba to redeem them that were under the law. Yesu alikuja kwa nini? Aweze kututoa wale wote waliokuwa chini ya sheria. Yesu atuondoe katika chini ya sheria. Alikuja na mamlaka ya kuondoa watu chini ya sheria.
Hata kama alizaliwa chini ya sheria, yeye alikuja kuwatoa wote wale walio chini ya sheria ndani ya sheria. Ate to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. So wakati ninatazama hili neno, ninaona ya kwamba ate kusudi awakoboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Sababu watu walikuwa watumwa, tumesoma pale juu. Watu walikuwa watumwa, lakini naye Mungu alikuwa anataka watu watoke katika utumwa waingie katika wana. Na Moses alishindwa, Abraham alishindwa, Adam alishindwa. Sasa itakuwa namna gani? Itakuwa ya kwamba katika Genesis, wakati Abraham alipochukua mwanae Isaac na akampeleka katika mahali pa kutolewa dhabihu, na akamfunga Isaac na akamwekelea katika madhabahu ya kutolewa ndio afe. Na Isaac alikuwa anauliza baba yake, baba, tuna moto, kuni tunazo, kiberiti tunazo, lakini kondoo ile itaenda kutolewa iko wapi? Baba anamwambia Mungu atajionyeshana. Mungu atapeana. Na wakati walipofika katika mlima, akatengeneza madhabahu. Nani aliwekelea juu ya ile madhabahu? Ni Isaac. Na wakati baba yake aliinua kisu ndio aweze kumchoma mwanae, nayo Mungu akashika huo mkono wake akamwambia, tazama pale juu kwa majani kuna mwana kondoo. Mungu akazuilia Isaki aweze kutolewa ile dhabihu, sababu sio yeye Mungu alikuwa ananena kumuhusu. Alikuwa ananena kuhusu mwanae Kristo Yesu, yule atakuja aweze kuwa dhabihu kamili ya kufanya watu wote waweze kutoka katika dhambi, waweze kutoka katika ulimwengu wa hapa ulimwenguni waingie katika ulimwengu wa rohoni. Sio huyo mtu anaitwa Isaac. Isaac alikuwa tu ni shando, alikuwa tu ni mfano wa vile yule atakaye kuja nyuma, Kristo Yesu, atafanywa. Kondoo ile tena ilikuwa mfano, na wakati Abrahamu aliiwekelea hiyo akaichinja, ikaonekana ameitoa kabisha vile Christ atafanywa. Na kwa sababu hiyo kazi haikuwa imewekewa Isaac, Mungu akamuondoa Isaac ndio aonyeshane kupitia shando ya kondoo vile mwanae atakuja afanywe hapa ulimwenguni. Na wakati ule ulifika, na ndio huo tulikuwa tunasema tunasoma hapa aje, but when the fullness of the time was come. Kuna wakati kulikuwa kunachinjwa hizo kondoo. Kuna wakati Isaac alikuwa anataka kutolewa, lakini ikawa sio yeye Mungu alikuwa ameappoint. Lakini wakati ule kamili ulifika, God sent forth his son. Mungu akamtuma mwanae, made of a woman, made under the law. Yes, akamtuma mwanae, akazaliwa na mwanamke chini ya sheria ya Musa. Na wakati alipozaliwa chini ya sheria, kwa nini? Number 5, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Kama Yesu angekuja, hata kama Isaac angetolewa ile dhabihu, hakuna change hata moja ingeonekana ulimwenguni. Kwa sababu hata yule mwana kondoo alikuwa tu kielelezo.
Hakuna change ilipatikana hata wakati huyo mwanakondoo alichinjwa. Alikuwa mfano tu wa kuonyeshana vile mwanakondoo wa Mungu Yesu Kristo akikuja atatolewa dhabihu namna hii. Atakufa tu kama vile hiyo kondoo imekufa. Haleluya. Kwa ajili ya dhambi ya wakati huo. Bwana asifiwe. Ndio sisi aweze kutufanya kuwa kutufanya tupate yani ukombozi. Ndio tuweze kupata ukombozi, tukoborewe kutokana na hali yoyote ile iliyokuwa inatufanya kuwa watumwa. Ilikuwa inafanya tukose kupokea urithi wa Baba. Sisi ni watu Mungu aliyokuwa amewapenda na akawaweka katika nafasi kwa wote wale watakao amini kazi yake watafanyika kuwa wana wa Mungu. Roman 8:4 inasemaje? Katika kitabu ya Roman 8 mstari wa 4 inasema that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the spirit, ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenda kwa kufuata mambo ya mwili basi mambo ya roho. Bwana asifiwe. Haya yote wakati ilipofanywa ilifanyika ndio kwa wote wale walio chini ya sheria waweze kugeuka, wageuzwe, wakobolewe, waache kufuata, kwa sababu wote waliokuwa chini ya sheria walikuwa wanafuata mwili, walikuwa wanafuata nguvu zao, walikuwa wanafuata akili zao, walikuwa gizani. Na ndio Yesu akuja atukomboe. Alikuja ulimwenguni akatolewa dhabihu, na wote wale walimwamini walitolewa chini ya mambo ya kimwili. Mwili uliondolewa, akili zao ziliondolewa, matendo yao iliondolewa. Yesu ameonyeshana kazi isiyo na matendo yoyote, ndio jina lake liweze kuinuliwa, ndio jina lake liweze kutambulika, ya kwamba kuwe na tofauti ya watu walio chini ya sheria na watu wasio chini ya sheria. Yesu amekuja ndio atutoe chini ya sheria. Kama vile hata yeye, hata kama alizaliwa chini ya sheria, ametoka katika mwili ule ulikuwa unatawaliwa na sheria wakati alipokufa. Na sisi wale wote watakao muamini na kuamini hiyo kazi aliyoifanya wakati alipokuwa na mwili, akageuka katika umwili akaingia katika sheria ya rohoni. Bwana asifiwe. Nasi sisi wote wale wameamini hiyo kazi yake, wamebadilishwa, wameokolewa, wamegeuzwa, wamefanywa, wamekobolewa, ndio waweze kurithi ufalme ule usio na mambo ya matendo ya kazi ya mwilini, matendo ya kazi ya akili, matendo ya mwanadamu. Yesu wakati alipokufa na akafufuka hakuonyeshana mambo ya mwili tena. Yale yaliyobaki ni mambo ya rohoni. Na wote wale watakaye muamini na chochote kile kilitokea kutoka kwa Kristo, hakuna kitu kilionekana tena na macho na hakuna kitu kiliguzika tena. Yote yale yalifanyika baada ya Yesu Kristo kuzaliwa ni mambo ya kuamini. Kuamini ndio Yesu ananena juu yake. Yeye alikuja na kuamini, lakini Musa alikuja na matendo. Yesu alikuja kuondoa kazi ya matendo. Ile ilikuwa haionyeshani mapenzi ya Mungu. Watu walikuwa wanaona ndio wamefanya. Hata ubaji watu walikuwa wanaona kama ni wao. But wakati ule tumeingia ndani ya Kristo, tumejua yote ilifanywa kwa neema. Tumejua yote ni ubaji wa Bwana kwa
kitu kisicho anasema kinakuwa. Na kuwe na miti, kuwe na ardhi. Ardhi ilikuwa hakuna, ikawa. Kuwe na bigu, bigu zilikuwa hakuna, sikawa. Bwana asifiwe. Miti akasema, na ardhi ichipue miti iliyo na mbegu na isiyo na mbegu. Ardhi ikachipua. Kitu kilikuwa, sio Mungu alipanda mbegu, sio Mungu alichukua tumiti akapanda, alisema na ichipue. Mito ichipue wanyama. Hakuna mnyama Yesu alichukua matope akajenga. Mtu tu ndiye aliumba kwa mkono wake. Ndio aonyeshane tofauti ya mtu na vitu zingine zote. Bwana asifiwe. Na ndio anaonyeshana upendo. Kwa vile alishughulikia mtu na mkono wake, akamuumba vyema kulingana na vile alivyoona anafaa mwanadamu. Na mwanadamu siku ya leo ndio hamsikii, ndio hataki neno, hataki kupanuka katika maisha yake ya rohoni, hataki wokovu wake uendelee na kupanuka, hataki neno, hasomi neno, haombi kutokana na muongozo wa neno la Bwana. Bwana asifiwe. Yeye kazi yake yote ni kuonyesha matendo yake na kuonyesha ya kwamba mahali nimefika ni nguvu zangu. Mimi naangalia wakati ninaona hata walevi ama malaya ama mtu aliye na mtu ako na shinda yoyote ile, mimi najua si mapenzi yake. Ni kwa sababu kuna kitu hajaelewa. Kuna kitu kimemfunga. Analewa kwa sababu amefungwa. Anafanya umalaya kwa sababu amefungwa. Amekosa kupanuka katika biashara yake kwa sababu kuna kitu kimemfunga. Amekosa kutambua kazi ya Kristo kwa sababu amefungwa. Amekosa kuelewa Yesu alisulubishwa kwa nini msalabani na alifufuka namna gani? Ni nini kilisababisha afufuke? Kwa sababu amefungwa. Lakini wakati ule atachukua hatua ya kutaka kujua na kuelewa mapenzi ya Mungu juu ya maisha yake, atafunguliwa udani wake na ataweza kushangaa kwa vile ataona upumbavu na ujinga uliokuwa umemkalia. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwathani arogocwo. Ona taru tuge taru thiko ici uguo ciana irasi na cukuru ni tondu ni njikarire ni njohe no ro cio ona ti wa kuoha mwana ucio na ndigukiuga uguo ni ndikwenda kwirumiro no kwina rohore ndo ona makiohagwo kana matekuohwo. Leke tumenye kuna spirit iliwabeba sio wao, kuna roho iliwabeba sio wao walichoma. Kuna nguvu ilitawala ndani yao. Na hiyo nguvu ni kama vile tu inatoa bwana wa mtu kwa nyumba, inampeleka kwa pombe. Anaenda analewa, anasahau watoto wanaenda shule, anasahau na chakula. Lakini tunaona watoto wamefanya kitu kikubwa. Na wewe baba unakunywa, watoto wale wakikuona. Wewe baba wapiga bibi yako, watoto wale wakikuona. Hata pengine wanachanganyikiwa. Na kwa sababu ya kuchanganyikiwa ndio hata nguvu zote zile zikikuja ndani ya yule mtoto inaharibu sana, kwa sababu yule mtoto ako na mawazo ya vile anaona, vile anasikia na vile ametambua ndani ya familia. Ni vyema sana tuweze kuangalia hali hizi, tuache kupiga jeki ama kuinua sana ufalme wa giza ndani ya watoto wetu kwa kufanya kwa kutomenti mawazo yao na mambo yale saa nyingine wazazi walio nao katika nyumba. Bwana asifiwe. Haleluya. Wazazi, mume na mke, hata mke anaweza kuwa anasimama katika mwanya wa kufanya jambo fulani na fulani na fulani, watoto wanakasirika. Mambo kama hayo. Bwana asifiwe. Saa nyingine huyo mtoto anauliza, nikipata mahali pa kujiripishia kisasi, lakini anaenda kujiripishia mahali pale si pazuri, mahali pale pafai, mahali pale anaharibu maisha yake yote. Sio kupenda kwao.
Haleluya. Wazazi tupanue hema zetu, ndio nao watoto waweze kufuata, nao ndio waweze kupanua zao kwa njia ya maisha ya rohoni. Bwana asifiwe. Ndio waweze kufunguka macho yao, waweze kufunguliwa akili zao, ndio waweze kuona mbele mapenzi ya Mungu juu ya na upendo ulio ndani ya Kristo ndani ya maisha yao. Lakini mtoto saa ingine anaona wazazi wananichukia, wazazi unawaambia wanifanyie hivi na hawataki, na fulani anafanyiwa. Haleluya. Mtoto yule anasikia hapendi, anaona kitu chochote hakifai mbele yake, anajikoshea maana ya kuishi, badala ya afya yeye anaua wengine. Hii ni nguvu, hii ni maroho tunaofaa kuelewa na kutambua. Tupingane na haya mambo. Sio tu kusema wafungwe, sio tu kusema vile na vile vingine. Ni tujue ya kwamba wakati hatujapanua hema zetu, inaonekana kuna ufalme unakutawalia wa kukufanya kuwa duni. Na ukiwa duni wakati wowote, hakuna jambo wewe hauwezi kosa kufanya, sababu hauna akili, haujielewi. Mzazi anaenda anakunywa na ni mama, anakuja anatoa nguo watoto wakiwa. Unafanya nini mawazo ya watoto wako? Unawatuma wapi? Mzee anakuja akiwa amejikojolea. Mzee anakuja anatukana, anaongea vile anataka watoto wakiwa, anaonena maneno yote ya ulimwengu, matusi yote. Anatamka mambo ya kujiinua. Wale watoto wanasoma tu, na kuna wao wanasoma positive, wengine wanasoma negative. Kwa hivyo hata yeye wakati ataingia katika nafasi kama ile, atafanya kama baba, atajiinua, ataona wale wengine hawana akili, sababu hawakunywi, kwa sababu hawana fedha. Tawaona kama hawajielewi. Lakini tunafaa kuelewa ni nini kinachoendelea, ndio tuwaombee wale watu, ndio tuweze kutamani wafunguliwe, tutamani wajue. Sio kwa uwezo wako uko na fedha hiyo, sio kwa nguvu zako uko na nyumba unakaa pasipo kuijenga, ama umeijenga unakaa vizuri, uko na fedha nyingi, una magari. Wacha kuona wengine kama hawana akili. Pengine hata unawaona hawana akili na hujaokoka. Kukua na utajiri si kuingia mbinguni. Kuwa na utajiri na una wokovu, hiyo ni upumbavu tu. Haleluya. Tunamuona yule tajiri na maskini. Tajiri aliingia kuzimu na utajiri wake, sababu alikuwa mpumbavu. Hakutambua mambo ulimwengu na mbinguni, asipatie kila kitu nafasi yake. Ajue nikiwa ulimwenguni ninafaa kutambua ya mbinguni, nafaa nipanuke mpaka na ya mbinguni, sababu ya mbinguni ina faida kuliko ya hapa ulimwenguni. Haijalishi bidii yangu imefanya niweze kupokea hii mali, lakini mimi si wa hapa ulimwenguni, mimi ni wa mbinguni. Bwana asifiwe. Ya ulimwengu isikudanganye, utajiri usikudanganye, kuwa na mali kusikudanganye, kusomesa watoto na wakaingia mahali popote ulikuwa unatamani kusikudanganye. Kuwa na unatoka hapa wewe bibi ama bwana, unaenda inchi kuzunguka, hakuna ndege haujawahi enda nayo. Wacha kujiinua. Hata huyo unaona amefungwa hapo, huyo hana miguu, huyo hana mikono, huyo hana macho, hata yeye anatamani. Lakini kwa sababu wewe umefikishwa hapo, muinue, muongeleshe. Kuinua kule mimi ninanena juu yake, si kwa kumuinua kifedha, ni kwa kumnenea. Mawazo yake ifunguliwe, vile tu alivyo ajipende, vile tu alivyo aweze kujua ya kwamba hakuna mahali amezuiliwa kufika.
Ako na uwezo wote, ako na nguvu zote, mamlaka yote, amepewa kibali. Na utafanya aishi miaka mingi. Utafanya aishi kwa amani. Bwana asifiwe. Haleluya. Nimepewa hiyo kibali ya kupokea hiyo baraka yangu. Na si ya worldly ama other things. Spiritual things. Na hata na zile zingine nimepewa, ninatumia katika maisha yangu ya mwilini. Sio kwa sababu mimi nilifanya kitu. Ni neema. Ni neema. Bwana asifiwe. Lakini imesema kubarikiwa sio kwa mali, sio kwa utajiri. Kubarikiwa ni kwa kutambua ufalme wa mbinguni. Kutambua katika ufalme wa mbinguni. Wacha nisome moja nimalize. Tumesoma Galatians, Roman 8:4. Kwa hivyo hiyo Roman 8:4 inatuonyesha ya kwamba tunafaa kuwa ndani ya roho. Tunafaa kuwa ndani ya roho. Tufanye kila kitu tukiwa ndani ya roho. Tuondoke katika mwili. Tuondoke katika mawazo yetu. Tuondoke katika kazi zetu. Ndio tuonyeshane mambo ya imani kumpitia Kristo. Moja tu sasa ndio tuweze kufunga. Galatians 4:6 and 7. 4:6 inasema, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Ate kwa kuwa nia ya mwili ni mauti. Nani huyu atumiaye mwili? Huyo hana baraka. Hata kama ako na mali, hata kama ako na utajiri, hana baraka ya rohoni. Hana utajiri wa rohoni. Bwana asifiwe. Hana Kristo. Hajaamini. Hajakombolewa. Hajageuka. Hajakuwa mrithi. Ni mtumwa. Ate kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima ni uzima na amani. Ukiwa hauja kobolewa, ukiwa haujatoka katika hali ya mwili, umebeba kifo. Wewe kile umebeba ni kifo tu. But wakati umetoka katika nafasi hiyo umeingia katika uzima ya roho, yani hali ya roho, ya rohoni, umetoka katika umwili. Kile kimo ndani yako ni uzima na amani. Amani ya nena ndani yako. Amani. Utakuwa na amani, si kifo. Number 7. Number 7 inasema, because the carnal mind is enmity against God. Mtu aliye na mawazo ya mwilini ni adui ya Mungu. Mtu huyo hajapokea roho ndani yake. Hajapokea amba, yule aliaye amba Father, roho. Huyo ni adui ya Mungu. Na huyo mtu hakuna kitu hawezi kosa kufanya. Sababu mtu aliye na mawazo ya Mungu, Mungu anamuongoza na nuru yake. Mungu anamlinda. Lakini ulimwengu haulindi mtu. Ulimwengu unakupeleka tu gizani. Ulimwengu unataka uinue. Ulimwengu unataka ujiinue. Ulimwengu unataka tu, yani, uonyeshane kazi yako. Na mtu kama huyo wakati wote anaongea utoto. Nie ndanathikiriria. Ona angikorwo ni hindi ndirakorwo nani. Mundu ucio aragia uigua fiu ni mwana, ni takana ga guciarwo hau. Uri araria, uri areka ni kiana kinene. Gitire na hakiri cia ugai, na gitire na ugai. Kikubwa, kiana kikubwa sana. Kiana kinoru.
kiana kira ihuna iguru guo ona go gikenjuna kena indo no ni kelimo kikubafu miario yake ne wana daragio gima dario gidagiario ndo aguteithia ndo ya unagikorwa thomete atia uteithio ti uhoro ucio wa githomo uteithio ni undu wa kumenya hitho ire hithitwe thiini wa uthamaki wa Ngai uteithio ure ungiteithia mundu muhinju muno thiini wa uthamaki uri ari kana munoru muno thiini wa uthamaki uri ari kiria kingi ungiguna mundu ucio nakio no kumuhe uhoro wa uthamaki wa iguru wohore meciria make na ngoro itige kuona maundu magwe namo one tofauti ya uthamaki wa iguru na uthamaki wa guku thi athingate mauthamaki wa guku thi na ugi atongoretio ni roho wa Ngai na no eguthi na mbere na gutonga na maundu mathi no eguthi na mbere na kinyo na gutuma uthamaki wa Ngai upanuke atafanya na utapanuka kwa sababu huyo mtu akiwa na moyo wa Mungu atafanyisha hata mali yake utajiri wake kazi ya Mungu kwa kuelewa haya yote ni neema ya Bwana na ninafaa kama vile nimetambua ufalme wa mbinguni ninafaa nifanye wengi nitatoka hapa nitaweka mafuta nitaenda kufanya wengine waweze kumtambua Bwana nitatoka hapa niende atanga ngapo na gharama yangu Paulo alifanya hiyo kazi sana na mitume walienda na gharama zao walifanya kazi ya Mungu na gharama zao lakini siku ya leo watu hawataki kufanya kazi ya Mungu na gharama zao wanafanya kazi ya Mungu hata kwa uongo miujiza na mashara mengi inafanywa ulimwenguni siku ya leo machache ni ya uongo mingi ni ya uongo ni machache tu ya kweli haleluya kwa sababu watu hawataki gharama itoke pande yao Yesu alitoa gharama yote ndio aweze kunifia ndio aweze kunikomboa ndio aweze kufanya mimi niweze kurithi nilirithi kile sikuchokea sikutolea sikuombea sikuhubiri sikuwa nimehubiri sikuwa nimezaliwa sikuwa nimefanya kitu chochote kile alinifanyia tu kwa pendo lake Bwana asifiwe wa mstari unasema ya kwamba kwa sababu tuko hiyo Roman Roman hiyo 8:4 ukweli yeah for they that are after the flesh do mighty things Galatians 4:6 sorry Galatians 4:6 inasemaje and because you are sons God had sent forth the spirit of his son into your heart crying Abba Father number hiyo ni 6 number 7 ikasema wherefore thou art no more a servant but a son and if a son then an heir of God through Christ yes umekuwa mrithi tumefika hapo na hapo ndipo tutaweza kuangalia kutoka kesho Bwana asifiwe ni lazima tutoke katika utumwa lazima tuweze kupokea baraka na sio tu ya fedha sio tu baraka ya kuponywa sio tu baraka kitu chochote unaonyeshana vile kilifanyika hiyo sio blessings ni kitu yenye haijajulikana miracles ni kitu yenye haijajulikana vile imefanyika wonders ati huyo mtu alikuwa ana macho na anajulikana na hiyo na watu wote wa hiyo area alafu mara moja ameona lakini tunanenaga juu ya baraka na njia nyingine kwa sababu hatujui hatujapanuka kutambua baraka ni nini na ninajua kabla tumaliza hii nini tutatambua kabisa baraka ni nini katika maisha yetu nini kinaitwa blessings Bwana asifiwe miracle
blessings and miracles. Tutazijua ni nini, ndio tuweze kupanuka katika maisha yetu kila wakati. Wacha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka. Tunakupenda ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh ulitutangulia katika mambo yote, na ukatupa kibali Bwana Jehova Jireh tukasimama katika haki na katika uwezo. Wewe ni baba wetu, mfalme wetu, nguvu zetu, upendo wetu Bwana Jehova Jireh, wote umetoka kwako. Pokea sifa. Asante ni kwa sababu ya kuendelea na kutujulisha tunapokea baraka zako namna gani, na ni nini hiyo inaitwa baraka zako, miracles and wonders, na nini zingine zote zile tunafananisha na mambo ya ulimwengu kutuigana na ufalme wa mbinguni. Ziko na meaning ingine kubwa na ya ajabu, na hiyo ndio ilifanya tuweze kusoma Isaiah 54. Tujipanue sisi ndio tuweze kutambua na kuelewa yale magumu ya ajabu tulikuwa tumefichwa na uko katika ulimwengu huo wa rohoni katika Old Testament. Tuweze kuiona vyema tukinena kupitia New Testament, tukiona kazi ya Kristo Yesu na mapenzi ya Mungu kupitia mwanae. Ninakutukuza Baba na ninakuinua kwa utukufu na kwa ufalme na kwa haki na kwa upendo. Ni kwa sababu umetuonyesha yote. Katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen.